Mpenzi mtazamaji popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya, kama nilivyokuahidi ni kwamba mazungumzo haya tutakuwa tukiyafanya moja kwa moja naye Seneta Cleophas Malala, na ambaye pia ni naibu kinara katika chama kile cha DCP. Na katika siku za hivi majuzi wameshuhudia misukosuko katika chama hicho, na haswa mashambulizi ambayo yanatokana na maafisa wa polisi katika maeneo mbalimbali ambayo wanajipata katika mikutano yao, na hivi karibuni ikiwa ni katika kanisa la ACK Witima kule Othaya, na baadaye wakiwatembelea Inspekta Jenerali wa polisi wakitaka hilo kuweza kuangaziwa, na haswa wale ambao wamehusika katika masuala ya mashambulizi hayo kuchukuliwa hatua kali za sheria. Na wakati ambapo tunaangazia hilo, kumbuka pia walikuwa wamewasilisha hoja zao mbele ya IEBC, tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka, kuhusiana na yale ambayo walikuwa wameomba yaangaziwe, na moja kwa moja ni kuhusiana na kuondolewa ama kuondoka kwake ambaye ni afisa mkuu mtendaji katika tume hiyo ya IEBC, Hussein Marjan, na pia walitaka baadhi ya mabadiliko katika ile inafahamika kwa lugha ya Kizungu secretariat, miongoni mwa mengine. Hayo yote tutaangazia katika karata za upinzani kama nilivyosema. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Nitaanza kwa kurejea hapo kwa IEBC. Hussein Marjan ambaye mlitaka aondoke, hii leo ameng'atuka, ndio mwanzo wa kile ambacho mnatafuta? Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba hilo tume la IEBC, juzi vile tulienda kuwa na mkutano nao, tulienda kuangazia tu mambo ambayo tungependa sisi kama major participants kwa katika uchaguzi ambao unakuja, tukuwe na level playing field. Yes. Kwamba tukuwe na usawa na kusikuwe na njia yoyote ya kuona kwamba tunadhulumiwa. Na tuli-express nia yetu ya kusema kwamba bwana CEO huyo wa IEBC alikuwa wakati wake ulikuwa umefika, na kulikuwa na njama ya kuextend contract yake, ilhali amefanya kazi, mfumo wake umeisha. Jambo la pili pia tulisema kwamba atoke kwa sababu uliona ile Kim's Kits, contract yake ilikuwa inaisha in 3 years, lakini Marjan alingoja wakati hakuna commission, aka-extend contract yao ambayo ni against the Public Procurement and Disposal Act. Sisi tukasema kwamba huyo ni mtu ambaye sasa hachezi usawa, hafati sheria. Na kwa sababu muda wake ulikuwa unafika, tukasema kwamba sisi kama the main stakeholders katika hii elections hatuna imani kwake. Na nimeshukuru kwamba kama ametoka basi tuko sawa. Tungependa sasa tusisitize ile process ya kureplace huyo CEO ni lazima ifanywe kwa usawa, bila kuwa na jambo lolote la kupendeleana. Wengi wa Wakenya wamekuwa wakiuliza kama upinzani una imani na tume hii ya IEBC? Kwanza kabisa tulisema kwamba tume hii ya IEBC ni tume ya William Ruto.